Unatazama Muungwana TV. Wakuu wa idara, wawezeshaji wa mafunzo, ndugu waajiriwa wapya, mabibi na mabwana, narudia tena na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia leo kukutana hapa, na nafurahi pia kupata heshima hii ya kufungua mafunzo haya kwa waajiriwa wapya. Niseme asanteni kwa kunithamini kwa kiwango hiki, lakini pia nitoe pongezi kwenu kwa kupata ajira kwenye halmashauri yetu ya Masasi DC. Hongereni sana. Nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa sababu tunajua changamoto za ajira si tu Tanzania bali ni janga la kidunia. Kweli si kweli? Kwa hiyo kupata nafasi hii kwenu mnastahili pongezi. Lakini pia tusitafsiri kama ni bahati. Kupata kwenu ajira tusitafsiri kuwa bahati, lakini pia tuiangalie kama imetokana na matokeo ya juhudi zenu, sifa mlizonazo na vigezo vilivyotumika, ndivyo ambavyo ni vigezo ambavyo vimesaidia nyinyi kupatikana hatimaye kuja kwenye Masasi yetu. Hongereni sana. Nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba leo mnaanza ukurasa mpya wa maisha yenu katika utumishi wa umma. Hii ni hatua kubwa na ni siku muhimu kwenu, na mafunzo haya myatumie kama fursa pekee itakayowasaidia kuyaandaa maisha yenu ya kustaafu, kwa sababu mnapoanza kazi ni maandalizi pia ya kustaafu. Mnanielewa? Mnaanza kazi kwa kipindi hiki, ndiyo wakati pekee na ni wakati maridhawa wa kufanya maandalizi ya kustaafu, ili baadaye msiwe wasumbufu kama mfano wa afisa utumishi hapa leo utoa. Unastaafu, unaanza kuandika mabarua ya kudai kipindi chote ambacho uko utumishi. Hii ni tafsiri kwamba ukupata nafasi ya kufanya maandalizi ya kustaafu. Ninyi kama vijana ni waombe, kwa sasa ni muda wenu wa kuandaa maisha yenu ukiwa kama mtumishi wa umma, lakini unafanya maandalizi ya kustaafu, ili baadaye usiwe mtu wa kulaumu. Usipowajibika sasa, utatumia nafasi kubwa sana hapo mbele kulaumu kila ambacho kinatokea, si kwa serikali tu, hata kwenye familia yako. Yaani hata kutosalimiwa na wajukuu zako, wewe ni mtu wa kulaumu, lakini kwa sababu umekosa msingi, umekosa thamani, ni kwa sababu wewe mwenyewe hukujiandaa. Waajiriwa oye! Mmepewa dhamana. Hii nafasi mliopata ni dhamana kubwa katika utumishi wa umma. Tunawategemea muisaidie halmashauri yetu. Matumaini nilionayo kwamba hapa wapo walimu wengi sana. Walimu simama. Nawapongeza sana. Kumbe nazungumza na kundi kubwa la walimu wenzangu. Kwa kuwa hamnikaeni, nimefurahi kuwaona walimu wenzangu mlipoambiwa kwamba anakuja mwenyekiti wa halmashauri. Inawezekana dhana ilikuwa ni tofauti, mkajua kama ni mtu wa ajabu sana, lakini mimi ni kitaaluma ni mwalimu wenzenu. Sawa? Ni mwalimu wenzenu ambaye nimetumikia kwenye kada ya ualimu kwa muda wa miaka 17. Na namshukuru Mwenyezi Mungu nilipata mafunzo kama haya. Nimetumikia miaka 17 hiyo, lakini sikupata barua ya onyo. Nashukuru sana kwenye utumishi wangu. Na sasa niko mbioni kuhitimisha utumishi wangu wa umma, kwa maana afisa utumishi, mkurugenzi, TSC wanahitimisha, ili niweze kuchukua kilicho changu, maisha yafanye nini. Natamani niwaone walimu wa Mnavira sekondari kama wao. Mnavira sekondari, asante sana, nimekutambua. Kaa mbele yenu pia ni mwalimu wa Mnavira sekondari ambaye ndio mimi. Ni kituo changu cha 3 kufundisha.
Historia inaonyesha nilianza kwenye utumishi tarehe 1 mwezi wa 3 2008. Wengine shule hamjaanza. Kweli si kweli? 2008 tarehe 1 Machi mimi ndo naanza kazi. Nimehitimisha 25 Julai 2025. Miaka 10 na ngapi? 17. Na nilianza halmashauri ya Kilwa. Nawapa taarifa fupi ya historia yangu ili mjue kwamba hapa mlipo, ukikaa vizuri, ukijipanga vizuri, hautabaki hivyo ulivyo. Unanielewa? Nimeanza kazi mwaka 2008 Machi 1. Yaani tarehe ya kesho kutwa ndio ingekuwa nahitimisha, nafikisha miaka 18 kama ningekuwa naendelea. Nilianza halmashauri ya wilaya ya Kilwa kwenye tarafa ya Njinjo kwenye shule ya sekondari Miguruwe. Kama kuna mtu wa Kilwa, hayo maeneo amewahi kuyasikia. Umeshakusikia? Umefanya kazi Kilwa? Yes. Kwa hiyo nikakaa kule muda wa miaka 5. Nikahama. Nikahamia halmashauri ya Masasi DC, shule ya sekondari Mwena. Kuna mwalimu wa Mwena? Hakuna mwalimu wa Mwena sekondari. Nikafundisha pale kwa muda wa miaka 2013 mpaka 2021. Almost miaka 8, si ndio? Nikahama 21 kwa Mnavira sekondari. Ndiko nilikohitimisha utumishi wangu mwezi wa 7 mwaka jana kwa tafsiri ya 2025. Kwa kuwa niliishi vizuri, nilifanya kazi vizuri, nikabadilisha upepo, nikaingia kwenye siasa kwa kugombea udiwani. Na sasa ni diwani wa kata ya Ndanda, na hatimaye nilipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri. Niwatie moyo, mahusiano ni kitu kizuri. Huko mnakokwenda, nina vitu vichache vya kuweza kuzungumza. Kama watumishi wa umma, tunawategemea ninyi mkafanye kazi vizuri kwa uadilifu na kwa wema wa hali ya juu, ili kurudisha thamani yenu kama vijana, lakini pia kuwapa amani na imani wananchi, kwa maana ya wana Masasi juu ya serikali yao. Chochote kinaweza kuwa kulingana na hivyo ulivyo. Msiamini kwamba huko uliko umepelekwa kama adhabu. Masasi yetu ni Masasi vijijini. Ile Masasi DC ni Masasi vijijini. Hatuna sehemu ya mjini. Ulipopangiwa hapo hapo panafaa kuanza maisha tena kwa hali ya juu, ukiamini kwamba kwa sasa unafanya maandalizi ya kustaafu, lakini lazima uangalie mahusiano yako yasiathiri chochote kwenye kazi yako na hata kwenye jamii. Nawaambia haya machache kwa sababu kuna vitu vingi mnaamini kwamba hapa sitakiwi nifanye hiki, nataka nirudi kule nilikozaliwa. Hapo ulipo kazini kwako ndio kwenu kwa sasa. Ndugu waajiriwa, nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba Masasi DC imejikita katika kutoa huduma kwa wananchi kwenye maeneo mbalimbali, kwa maana kwenye elimu, na ndio maana nimewasimamisha walimu. Nimefurahi kuona walimu wenzangu. Lakini kwenye afya, manesi mpo? Simama niwaone. Watu wa afya, nashukuru nimewaona. Watu wa fedha wapo? Nashukuru pia nimewaona. Watu wa habari, mawasiliano serikalini, asanteni sana. Watu wa ukaguzi wa fedha, au ndio wale ukaguzi wa ndani, asante sana. Kilimo, uvuvi. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba umepata ajira kwenye halmashauri ya Masasi DC. Kwenye maeneo hayo kila mtu kwa nafasi yake ana kila sababu ya kuwatumikia wananchi katika hali ya wema, ili tuweze kuwahudumia kwa maarifa tuliyopata, kwa taaluma tulizonazo, na katika ubora wa hali ya juu, kwa sababu tunajinasibisha na kazi na utu,
Kazi na utu, lazima tufanye kazi kwa kuzingatia utu. Nendeni mkawatumikie wananchi katika hali ya kuwahudumia katika hali ya ubora bila kujali upendeleo. Nendeni mkawajibike. Ndugu waajiriwa, nendeni pia mkaheshimiane na kuthaminiana bila kujali tofauti zenu za kiumri. Huko mnakokwenda mtawakuta watu wazoefu. Msiamini maarifa mliyopata chuoni tu yanatosha katika utendaji wa kazi zenu. Uzoefu na faida yake. Shirikianeni na watangulizi wenu. Mkiimarisha mahusiano, mtakuza maarifa yenu na ubora wenu utaongezeka maradufu kuliko hata yale maarifa ya chuoni. Ni imani yangu kwamba mtapata ushirikiano wa hali ya juu. Huko mnakwenda kutatua tatizo la upungufu wa watumishi katika maeneo yenu ya kazi. Msiamini GPA zenu zina nafasi kubwa sana katika kazi. Mkiamini hicho kinaweza kuleta mgogoro katika maeneo ya kazi. Badala yake amini kwamba ni mtumishi mpya unayetamani au unayehitaji kujifunza kwa waliotangulia. Niwaombe mkubali kujishusha. Una degree, umemkuta mtangulizi wako ana certificate au na diploma. Inawezekana yeye anavijua vitu vingi sana katika utumishi wa umma kuliko hata wewe mwenye degree. Niwasihi mthamini sana mahusiano. Mahusiano ni kitu muhimu sana katika kazi. Kitu pekee ambacho kitashusha kama sio kupunguza migogoro kwenye eneo la kazi ni pamoja na kuimarisha mahusiano bora miongoni mwenu. Usivuke hatua. Jambo likikukuta kwenye utumishi wa umma, anza pale ulipo kwa kuwaona wale watangulizi wako. Usianze tu moja kwa moja limekukuta jambo basi tayari unaanza moja kwa moja aidha kwa afisa elimu au unakwenda kwa afisa utumishi, wakati wewe ni mtendaji wa kijiji. Hapo kuna mtendaji kata. Jifunze kutoka kwake. Inawezekana issue zingine zikawa soft huko katika level ya chini kabisa, badala ya wewe kuvuka hatua ukaja tena halmashauri. Usiwe mlalamishi. Mtaani wewe mwenyewe unakujua. Wengi mmesota miaka 3, miaka 4, miaka 5. Kweli si kweli? Tuliza akili. Mengi utajifunza ukiwa kazini. Cheti kiweke pembeni. Ukiyafanya hayo utaimarisha mahusiano. Ukiyafanya hayo utaishi vizuri. Ukiyafanya hayo hata wanakijiji watakupenda. Kumekuwa na kasumba ya kuamini kwamba kijijini maisha ni magumu. Lakini hata ninyi hapa, uzoefu unaonyesha hata ninyi ni wa kijijini. Ingawa wengi watajinasibisha kwamba mimi ni mtu wa Dar. Kweli si kweli? Yaani hapa kila mtu uliza wewe wapi? Hata kwenye taarifa za utumishi nilikuwa napata tabu sana. Mimi ni mzaliwa wa Lindi hapa. Mzaliwa wa Lindi. Nimesoma Lindi, waliosoma Lindi sekondari wanajua kama wapo. Lakini advance nimesoma Dar es Salaam. Chuo nimesoma Morogoro, nimesoma na Mtwara. Nimechanganya maisha ya mjini na ya kijijini. Siwezi kujinasibisha hata kidogo, hata kama Dar es Salaam nilisoma siwezi kusema kwamba ni kwetu. Kwa hiyo hata kama unatoka Shinyanga vijijini ndio kweli. Tunaelewana? Na uzoefu unaonyesha kwamba kijiji kizuri ni chenu tu. Vijiji vingine vyote vinakuwa vibaya. Kubali matokeo. Ulikopata chiki namba, pathamini hapo sasa, pafahamu kwamba ndio kwako. Hii dhana ya uhamisho wa mara kwa mara inayumbisha. Nilitoka Kilwa nilipoanza kazi ambako nilikaa miaka 5 kwenye kata ya mwisho inayopakana na wilaya ya Liwale. Ni kwenye eneo la hifadhi ya Selous. Nilipotoka huko nikahamia Ndanda. Nikahamia Mnavira. Umomote nimeishi vizuri. Umomote nimeishi. Ingekuwa nafasi ya kisiasa ningeenda kugombea Lindi, ndiko ambako nilizaliwa. Lakini kwa kuwa niliishi vizuri Ndanda, nilipoona Ndanda panafaa kupaita nyumbani, nikaenda kwa wananchi wakanikubali. Walinithamini kwa vile niliishi nao vizuri. Walinikubali, nilipokubali, na hata nilipoamua kubadilisha mindset kutoka utumishi huu niingie kwenye utumishi huu, tayari nilitafsiri Ndanda panafaa kufanya kitu kama hicho. Hapo ulipo unaweza ukafikia hatua kubwa.
huko huko vijijini, wekezeni. Tunahangaika sana na ugumu wa maisha, lakini kama watumishi, fursa ulioipata, cheki namba ulioipata, itumie vizuri. Unaweza ukawekeza kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Utatumia gharama kubwa sana kuhangaikia uhamisho. Badala ya kuwekeza, badala ya kununua mashamba, badala ya kupanda mikorosho, unahangaika na uhamisho. Unakuja kushtuka miaka 15. Huna kiwanja, huna shamba, huna biashara. Kisa nini? Unahangaika upate uhamisho urudi kwenu. Hiyo ni hasara. Ni wasii, ni muda mzuri wa kupata maarifa ya ujasiriamali utakaokuwezesha wewe kuishi maisha mazuri licha ya utumishi wako wa umma. Mkiyazingatia hayo, Masasi DC ninaamini kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi na mimi kama mwenyekiti wa halmashauri tutaishi vizuri, na watumishi wangu ni waahidi tu kwamba mimi kwa nafasi yangu, kwa sababu nimetoka kwenye nafasi yenu, nitashirikiana na nyinyi kuhakikisha maisha yetu yanakwenda katika hali ya usawa. Kwa kushirikiana na watumishi tutaangalia maslahi yenu. Nafikiri kuna hoja na zimetaleta. Najua wengine bado hamjapata fedha zenu za kujikimu. Kweli si kweli? Nilibeba na nilipeleka ofisi ya mkurugenzi kwa sababu najua ndio stahili zenu. Inawezekana hata mtu mwingine amekuja kuripoti hapa, amekuja kwa nauli ya kuazima. Tunatamani tumrudishie heshima yake kule alikokopa. Hilo tunalifanyia kazi. Kwa sasa muwe wastahimilivu. Tunaamini kwamba tunafanyia kazi na haki yenu mtaipata. Hata mimi nimetokea kwenye utumishi wa umma, ninafahamu kadhia na adha za masuala haya. Niwaahidi kuwasimamia kwa wema, niwaahidi kuwasimamia kwa amani. Ofisi ya mwenyekiti wa Masasi DC iko wazi. Ukiwa na jambo, fika, tutashauriana, tutaweka mambo sawa. Fahari yangu mimi ni kuona wewe unaona mazingira ya Masasi DC ni mazingira salama, mazingira bora, mazingira ambayo yatakufanya utoe huduma bora kwa wananchi katika hali ya ubora zaidi. Kwa sababu naamini manunguniko yako hautaweza kuwatumikia vizuri wananchi. Ni wasii pia, haya maarifa mnayoyapata leo iwe ndiyo msingi wa maarifa mtakayotumia katika maeneo yenu ya kazi. Muwe makini kusikiliza wakufunzi wetu, mkiamini maarifa yao yatakuwa na tija katika maisha yenu kwenye utumishi wenu wa umma. Lakini pia ni wasii kwenye nidhamu za kiutumishi. Mimi kama mwenyekiti wa halmashauri ya Masasi ninatamani kuwaona watumishi wakiwa na nidhamu ya utumishi, heshima na staha katika mazungumzo yenu, katika mahusiano yenu na hata katika mavazi yenu. Nadhani nimesoma mambo ya social ethics, maadili kazini na kwenye jamii. Yapo ya kujiepusha ukiwa kazini na yapo ya kujiepusha katika jamii zenu. Utakuja kuambiwa hata ulevi uliokithiri ni hatari. Inawezekana unalewa kipindi ambacho si muda wa kazi, lakini unajishushia heshima yako. Kama mtaalamu ambao umeaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa mama yetu kipenzi chetu Dr. Samia Suluhu Hassan, alafu wewe unakwenda kijijini, badala ya kuwatumikia wananchi unaenda kuelekeza ulevi, tena ulevi uliokithiri. Hata kama unalewa usiku, shati begani, kweli mtendaji kwenye kata pale watu wanakuletea mashauri ya ulevi uliokithiri, wewe mwenyewe ndio shati liko begani, uko chaka. Ni hatari. Hatari kwako mwenyewe, hatari hata kwa jamii ambayo na hata heshima yako hakuna ambaye atakuthamini. Wajibikeni. Lakini pia ni wasii katika vitendo vyote vitakavyopelekea kutowajibika vema pamoja na kuelekeza vitendo vya rushwa. Ni hatari. Masasi DC haitakuwa na ridhaa na wewe utakapotambua kwamba wewe ni muumini sana wa rushwa. Tunaamini rushwa ni adui wa haki. Wajibika kwenye kitengo chako katika misingi ya haki. Sisi tunapingana na rushwa. Ofisi yangu na ofisi ya mkurugenzi haitapenda
vitendo vyote vya rushwa, na taarifa zote zitakazofikia hatutasita kuchukulia hatua, na vyombo viko makini. Usiamini kwamba upo kijijini ukafanya vitu vya hovyo. Kwenye vijiji wapo watu wema. Tukipata taarifa tutaifuatilia, tutaichunguza, tutachukua hatua. Itakuwa ni fedheha sana. Unapata ajira, baada ya miezi 6 au mwaka mmoja una kashfa za rushwa. Makosa ya rushwa ni katika makosa ambayo ni hatari. Si tu utakosa heshima, lakini pia utaidhalilisha kada yako, lakini utapelekea wananchi kukosa imani na serikali yao, kwa sababu serikali ndio imekupeleka hapo. Kwa hiyo wewe utakutafsiri kwamba unataka kutugombanisha. Hatutasita kuchukulia hatua. Tunaweza tukaonana katika kucheka, katika muktadha wa furaha, lakini itakapofika wakati wa kuchukua hatua madhubuti, tutasimama imara, kwa sababu tunataka kuilinda heshima yetu, heshima ambayo tumeitafuta kwa dhati. Hatutakuwa tayari kuipoteza heshima yao eti kwa wewe tu, mtumishi ambaye unataka kutudhalilisha. Ridhika na unachokipata katika misingi ya haki. Ridhika na mshahara wako. Usitafute mazingira ya kesi yatakayopelekea wewe kupata rushwa. Ni hatari, utajishushia heshima bure. Sasa hivi jamii zetu zina maarifa. Wewe uliyepata ajira, yupo ambayo mwenye elimu kama yako yuko huko mtaani, atakutega. Wakati anakutega anatoa taarifa, utajisikiaje kukosa ajira? Familia imepata unafuu. Hata kama hautawatumia pesa, lakini hata bima ambayo utamkatia mama yako kwake ni faraja. Leo unakosa kazi, manake hata bima yeye ni hatari. Waajiriwa wao, naomba niishie hapa. Majukumu ni mengi, mambo tunayo mengi sana. Nafikiri nimeongea, sijajua kama ni kwa uchache au ni kwa uchache au kwa wingi. Nimefurahi kwa sababu nimezungumza mengi, kwa sababu nimekutana na kundi kubwa la watumishi ambao na mimi nimetoka kwenu, na ndio maana nimekuwa na mifano mingi. Sawa yani natamani siku moja baada ya miaka 5 au miaka 6 mbele nikutane na ninyi katika maeneo mengine, ukiwa na hadhi tofauti. Lakini mwisho ni wasii, usibweteke na elimu ulionayo. Mwenye certificate nenda kaongeze elimu. Dunia inabadilika, na wewe badilika. Kuza maarifa, jiongezee thamani. Kwa kusema hayo, niseme asanteni kwa kunisikiliza, na nawatakia mafunzo mema. Unatazama Bwana TV.